Victor Hugo anasema zipo siku mbili za maana katika maisha ya mtu: siku alipozaliwa na siku alipotambua kwa nini alizaliwa. Hata wale ambao hawapendi sport, wale wasiopenda michezo, lakini Michael Jordan wanamfahamu. Je, Michael Jordan mnamfahamu? Mnamfahamu? Piga makofi kwanza. Michael Jordan alikuwa ni mchezaji maarufu wa basketball, na wakati anamaliza high school alikuwa tayari anaitwa McDonald All American, na kwa hiyo alikuwa anafanya mazoezi sana. Kwa kweli alikuwa ni mchezaji bora kabisa wa mpira wa basketball. Yeye mwenyewe aliandika kwenye gazeti la Newsweek kwamba nikiwa ninafanya mazoezi lakini nimejisikia kuchoka, lakini nataka kukata tamaa na kuacha, nilikuwa ninafumba macho alafu naangalia kwenye orodha ya watu watakaocheza mchezo, naona jina langu halipo. Anasema hiyo ilikuwa inanifanya nifanye bidii ya kuendelea kufanya mazoezi. Michael Jordan, hata kama alikuwa amefika mahali juu sana katika ufanisi wa kucheza, lakini hakuacha mazoezi. Hata kocha wake Phil Jackson anathibitisha kusema kwamba ingawa mtu huyu alikuwa anafanya vizuri sana, inawezekana ni kipaji, lakini hata hivyo alikuwa anajua jinsi ilivyo muhimu kufanikiwa kwa kutumia bidii. Ndugu watazamaji, najua kuna mambo na nyinyi mnayafanya. Hata wanafunzi hapa najua wana ndoto zao. Sisi ambao tuko kwenye mchakato wa kutafuta mafanikio katika masomo, mafanikio katika kazi, mafanikio katika mahusiano, mafanikio ya kutafuta pesa. Sisi wanafunzi, sema sisi. Sema sisi. Yes, sisi ambao tuko kwenye mchakato wa kutafuta mafanikio. Na katika dunia hii ambayo inabadilika sana, hii dunia ambayo inabadilika fast, kuna kitu lazima tuwe nacho. Moja, lazima tupate mawazo mapya. Lazima kila siku tupate mawazo mapya. Hii namba moja. Lakini lazima tupate njia mpya za kufanya mambo ambayo tulikuwa tunafanya katika njia fulani, tunaanza kufanya katika njia mpya ambayo itatufanya tufanye haraka, lakini tufanye katika ubora pia. Lakini lazima tusome vitabu vipya. Lazima tutafute gunduzi mpya na tuzifahamu na tuzisome. Zipo gunduzi za afya, zipo gunduzi namna ya kuongea na watu, kuingia katika masoko. Unaona? Kwa hiyo lazima tutafute walimu wazuri, walimu ambao wanafundisha. Yaani tuangalie vipindi kwenye TV ambayo wale wanaovionyesha kwenye TV wanajua kwamba vitawasaidia watu hawa. Lakini pamoja na hayo, liko jambo moja la kufanya, ni kuwa na kitu maalumu ulichokufuata. Wanasema definiteness of the purpose. Lakini pia kujua kile unachotaka kukifanya, kukijua nje na ndani. Ni vizuri hata nyinyi mjifunze kanuni kwamba mkitaka kuja kufanikiwa, mpende kujiendeleza, mpende kujiboresha, mpende kuwa bora kuliko jana. Usijilinganishe na mtu yote, jilinganishe na ulivyokuwa jana. Kwa hiyo unapaswa kufahamu mafanikio yanakutegemea mwenyewe. Kwa hiyo kama umedhamiria kuboreka, lazima uboreke. Kama haudhamiri, hakuna kitakachotokea. Kwa hiyo katika kufanikiwa, wanafunzi lazima mjue mapema, tunawaandaa mapema, kwa sababu ni rahisi, ndugu mtazamaji, ni rahisi kumwandaa mtoto kuwa hodari kuliko kumkarabati mtu mzima aliyevunjika. Ndio maana Big School inajua kanuni hii. Big School TV Tumaini inajua jinsi ilivyo muhimu kuandaa vijana ili wawe watu wazuri kutoka mwanzo, kuliko mtu ambaye ameshakengeuka huku juu, huwa watu hawahangaiki naye. Ndio maana sisi Big School tunajua umuhimu. Tunakuja kuhamasisha wanafunzi wa shule mbalimbali katika nchi ya Tanzania.